ya kichungaji Papa Leo nchini, ambapo alitembelea mji wa Bata na gereza lake. Alienda kuwatembelea wale waliofungwa na siku hiyo akisisitiza utume wa kuwafikia maskini na wale wanaohitaji msaada kabisa. Hiyo ni maombi ya baba au papa aliyokuwa akisisitiza kwamba wawe wanawafikia watu wanahitaji msaada. Alipewa daraja la upadri tarehe 24 Julai mwaka 2000. Tarehe 1 Aprili mwaka 2017 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la hilo na kuwa askofu tarehe 20 Mei mwaka huo wa 2017 kabisa. Tangu Desemba mwaka 2024 Askofu Ngwema Etete amekuwa akiongoza Dayosisi ya Bata kama askofu wa muda kufuatia na kujiuzuru kwa Askofu Joan Matogo Oyana ambaye anastaafu. Yani ni kustaafu ni kwamba huyu aliyeteuliwa anamfuata huyu. Uteuzi wa Askofu Ngwema B. Etete kuwa askofu wa Bata unachukuliwa kuwa ni hatua kubwa katika mwendelezo wa huduma ya kichungaji katika jimbo hili lenye historia tele katika kanisa la Katoliki la Guinea Ikweta. Pia inakuja kwa wakati wa Kristo wa Bata wakiendelea kufurahia ziara hizi karibuni ya Papa Leo ambayo ameisimamisha ukaribu na faraja ya Wakristo. Ni kwamba nchi moja, yani dunia nzima, ikibarikiwa kutembelewa na baba au papa askofu, ni bahati nzuri sana, na hapo alikwenda akawateulia askofu mwingine. Dayosisi ya Bata ni mojawapo ya majimbo muhimu zaidi nchini Equatorial Guinea, ikichukua nafasi kubwa katika utume na maendeleo ya kijamii ya watu nchini ya Afrika ya Kati. Hizo ni habari kabisa zinazovuma au zinazosambama kuhusu uteuzi wa askofu aliyoteuliwa na baba au askofu. Hiyo ni habari moja. Bila kupoteza muda nakimbia sana, tafadhali twende katika habari ya pili, ambapo inahusu katika rais wetu Paul Kagame wa nchi ya Rwanda. Jioni ya Jumatano, Rais Kagame alipokea rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu na Rais Mohamed wa Mauritania waliokuja kwenye mkutano wa Africa CEO Forum unaoanza huko Kigali kabisa. Ulianza Jumatatu nafikiri, ambapo kama sijakosea. Wakati tofauti, viongozi wengine wa nchi za Afrika walifika Kigali. Ofisi ya rais inayojulikana kwa Village Urugwiro inasema kuwa Rais Kagame alimpokea Bola Ahmed Tinubu, rais wa shirikisho la Nigeria. Mazungumzo yalilenga kuendeleza ushirikiano na unaolipa faida kati ya Rwanda na Nigeria katika ilikuwa ni kwamba ni vitu vitatu, ilikuwa uchumi, nishati na ushirikiano wa kijeshi. Rais Paul Kagame pia alishirikiana na Rais Tinubu katika maafisa waliokuwa pamoja nao. Ni hapo ni miongoni mwa vitu walivyokuwa wakizungumza, au miongoni mwa vitu wa mkutano ulikuwa ukilenga juu ya hivyo vitu kabisa. Alhamisi hii tena Rais Paul Kagame alimkaribisha Mohamed, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Mauritania, ambapo walijadili ushirikiano wakati ya nchi ya usalama wa barani Afrika na masuala yanayohusu dunia nzima. Ni masuala ya kisiasa. Ukisikia kwamba rais wawili wamekutana, ni siasa zinazovuma kabisa. Viongozi hawa wa Nigeria na Mauritania walihudhuria mkutano wa Africa CEO Forum ulioanza hapa Kigali Alhamisi tarehe 14. Hapo ilikuwa ni kesho kutwa, sijui ni kesho kutwa No, sio kesho kutwa, hapana, nimejidanganya. Na ulimalizika tarehe 15 Mei mwaka 2026. Hizo nizo habari au ndio lengo lililokuwa limewatoa kwao hao marais kuja huku Kigali kuhusu hivyo vitu, kukutana na rais mwenzao kuhusu mambo ya kisheria kabisa. Bila muda, ngoja nikimbie kabisa niwaambie hebu ni nini kiliendelea katika wiki nzima, nini habari ziliendelea. Niambie kwamba polisi wa hapa Rwanda walimkabidhi
mkao wa Rwanda 50,500 kwamba aliyokuwa amepoteza kwenye barabara inayotoka kwenda Remera hadi Giporoso, ambazo wengi walikuwa wakimuuliza kuhusu hilo, lakini mmoja tu ndiye aliyeonyesha alama zinazolingana hao. Ni kwamba polisi walitoa tangazo kwamba kuna mtu aliyepoteza hela hapa barabarani Remera Giporoso, wakasema kwamba ukiwa na atakayetoa sijui ishara zinazolingana kwamba pale polisi walipotoa ndio atakuwa mwenye hizo hela. Sasa mmoja alibarikiwa kupata hizo hela, au polisi ilitunukia kwamba hizo hela zilikuwa zake. Vilifanyika kwamba Jumapili hii tarehe 13 Mei, Tangima na Jean Dodier alirejeshwa pesa zake alizopoteza kwenye barabara ya Remera Giporoso katika wilaya ya Gasabo. Msemaji wa polisi ya Rwanda, Commissioner msaidizi wa polisi ASP Boniface Rutikanga alisema kuwa ni jambo la kawaida kwa polisi kama taasisi inayohusika na usalama wa watu mali zao kukusanya pesa na kuzirudisha kwa wamiliki wake. Baada ya kutoa taarifa, watu wengi tofauti walikuja, lakini kilichozingatiwa ni kujua idadi yake, mahali ilipotelea, noti zilizo ndani yake na jinsi ilivyofungwa. Ni kusema kwamba polisi yani wanakuwa makini. Mtu mmoja anaweza kusema kwamba mimi nimepoteza hela, lakini ni kitu gani kinachowezekana au kinaonyesha kwamba wewe ndio mwenye hizo hela? Kulikuwa na ishara tofauti, kulikuwa na sijui kuna noti gani, sijui ulipotezea wapi. Barabara hiyo polisi ndio wale wakafanya kwamba huyo anaitwa Jean Dodier ndo aliyepoteza hela hizo. Baada ya kutoa taarifa sasa hizo na kujua kwamba huyo mtu ndo aliyepoteza hizo hela, huyo mtu alitolewa alikubalika kwamba ni yeye tuliyoona anaonyesha dalili zinazolingana na muundo wake na jinsi ilivyofungwa kabisa. Walikuwa wanauliza kwamba hizo hela ulizopoteza zilikuwa zimefungwaje, kulikuwa na noti gani, kwamba chini kwetu wana tuna noti kama tuna za 500, 1000, 2000 na 5000 ndio noti tunazo. Lakini sasa walikuwa wanalenga na kumuuliza kwamba kuna noti za kivipi, kama ni 500 ni noti ngapi, kama ni 10,000 ni noti ngapi, kama ni 5000 zimefungwaje. Dalili zote wakakusanya kwamba wakajua kwamba ni yeye. Nikwambia kitu kimoja, polisi hawezi kujidanganya kwamba kuna watu wengi walikuwa wameshapiga simu eti mimi ni zangu, sijui nimepoteza wapi na wapi, lakini mmoja sijui niseme amenufaika, sijui niseme nini, lakini ni zake hajanufaika, kwamba alikuwa amepoteza kabisa. Atangimana ambaye kwa kawaida hufanya kazi ya kubeba abiria kwa bodaboda amesema alipoteza wakati alikuwa anakwenda kununua bodaboda mpya na kutumia katika kazi hiyo, na mwisho wake alikuwa hawezi kuiweza kupata alipoenda kulipa. So tuseme kwamba ni kitendo cha kufurahisha kwamba polisi waligundua hizo hela na wakakusanya wakatunza mahali pema kabisa. Sasa tuseme kwamba wangepata hizo hela wasimpe huyo mtu, angepoteza hiyo pikipiki, lakini kwa sasa walimempa na ameweza kununua pikipiki yake. Tuwapigie makofi kabisa. Polisi wa Rwanda wanafanya vitendo vizuri. Badala ya usalama kuna vitu vingine wanatenda katika wananchi au raia wa Rwanda. Safi sana kabisa kutoka kwenye polisi wetu wa Rwanda. Twende katika habari nyingine kabisa, tunakimbia na muda. Mwanamke mmoja wilaya ya Ngoma amekamatwa na vyombo vya ulinzi na usalama baada ya kumpiga mumewe kwa chungu na kumjeruhi shingo na kusababisha kupelekwa hospitali ya Kibungo. Hayo yametokea usiku wa kuamkia Jumatano Mei tarehe 13 mwaka huu katika kijiji cha Maswa Kini cha Rubona, sekta ya Rukumberi. Majabu kabisa. Katibu mtendaji wa sekta ya Rukumberi Nshimimana Jean Pierre aliambia ije kuwa mwanamke huyo na mwanamume wake walikuwa wakipigana kwenye bar. Sasa hapo walikuwa wameenda kunywa pombe. Tuseme vitu katika ukweli. Huku wakinywa pombe na walipotafutiana, hali iliendelea kuwa
aliyopeleka mwanamke huyo kumpiga mwanaume kabisa huyo chuma au chupa na kumjeruhi shingo. Jitifu niseme nini, Shimimana aliendelea kwa kusema kuwa vyombo vya ndani vya usalama vilifika mahali palipotokea na kumkamata mwanamke huyo. Aliwataka wakazi kuepuka na ulevi na migogoro, kwani inaweza kusababisha kukamatwa. Mwanamke huyo kwa sasa anaendelea na upelelezi katika kituo cha Sake Charibu. Ni kituo ambacho kiko pale katika wilaya ya Ngoma. Niwaambie hapa, naweza nikasema kwamba kama na mtu mwingine mmeenda kunywa pombe, sasa kama pamekuja vurugu au kitu kimoja ambacho hamjasikizana kidogo, tafadhali nenda bari, au kugombana sio suluhisho la hilo au sio suluhisho la kitu hicho, kwamba polisi inawasikitisha watu wasio wanagombana mkienda kunywa pombe. Lakini niseme na kwa ujumla pombe sio nzuri, lakini ukiwa umeenda kunywa pombe mkona kama umeenda kugombana, tafadhali jaribu jinsi ya niseme ya kusolve, sijui niseme ya kutatua yale vile vitu ambavyo hamjasikiliza kwa sijui niseme nini, hamjasikilizana tu tofauti. Ndio wanawake na huyu mwanamke anagombana sana, ni mwanamke sasa sikiliza mwanamke ambaye anaweza kumpiga mwanaume na hadi kumuua. Ni kitu, kuna wanawake wana hasira sana, lakini sio vizuri watu kugombana. Serikali inakataza kabisa. Hizo zilikuwa ni habari za ndani, habari za nchini kwetu. Tuje kwanza tutoe matangazo alafu tuje na habari za nje ya nchi. Hizo ni habari kwamba zilizovuma, habari za wiki nzima zilizotokea Jumatatu hadi siku ya leo katika nchi yetu, nchi ya Rwanda. Sasa kuna habari za nje ya nchi, tukisema magharibi, mashariki, kaskazini, kusini, nchi za mbali sana. Lakini kwanza tutoe matangazo ili turudi na habari zinazovuma katika nje ya nchi yetu. Ndo tunakuja kabisa, kuzipo nyingi sana, lakini tutoe matangazo yetu alafu turudi tena. Shuri bose bashaka ni College Fondation Sinagera. Mama we, iri ni ishuri ribumbatiye icyerekezo cy'u Rwanda twifuza, kuko ritanga uburezi buhamye mu mashuri y'inshuke, abanza, icyiciro rusange ndetse n'amashami y'imyuga n'ubumenyingiro mu buhinzi, ubworozi, food processing, ubwubatsi, ubuganishi bw'ibinyabiziga, fashion design, gutunganya imisatsi, ububaji n'ubusuderi. Hari n'amasomo y'igihe gito short courses mu mashami yavuzwe haruguru, aherekezwa na practice zihagije, kuko abanyeshuri bigira mu nganda za Sinagera. Sinagera International Football Academy yigisha abana guhera ku myaka 6 gucunga ruhago sawa. Athleticism, imbyino nyarwanda no kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga nabyo biri mu nyongera y'amasomo. Abana biga amashuri y'incuke n'abanza basoza ibyo byiciro bose bazi gutwara igare. Umwana wa segonderi we atahana uruhusa rwo gutwara ibinyabiziga. Witinda kwandikisha umwana ku ishuri kuri Nyirangarama cyangwa ku mashami ya Sinagera Entreprise Urwibutso hose mu gihugu. Ubindi bisobanuro hamagara 0788305123 cyangwa 0788305999. Twubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Icy'ingenzi ntabwo ari ukugira diplome ya kaminuza. Uyu munsi birahagije kuganira n'umuntu byonyine ukamenya ko yize muri kaminuza ibonetse yose, cyangwa se ko yize muri kaminuza Gatolika y'u Rwanda, Catholic University of Rwanda, by'umwihariko mu ishami ryayo rya Kigali. Ubu abazi guhitamo neza batangiye kwiyandikisha muri Catholic University of Rwanda Kigali campus ikorera Nyamirambo. Abashaka kwiga mu mashami y'uburezi kwiyandikisha mu gihembwe kizatangira mu kwezi kwa gatatu, March intake, byaratangiye muri Postgraduate Diploma in Education PGDE. Ababiga muri weekend. Hatangwa kandi amasomo muri Department of Education in Sciences mu mashami ya Economics and Computer Science, Mathematics and Computer Science, Mathematics and Geography na Mathematics and Economics. Hari kandi Department of Education in Arts and Social Sciences mu mashami ya English and Kinyarwanda, English and French, French and Kinyarwanda, English and Kiswahili, Economics and Entrepreneurship, English and History, Economics and History na Economics and Geography.
uhitamo kwiga ku manywa cyangwa se mu biruhuko. Twakira kandi abanyeshuri bafite A1 muri education bakeneye gukomeza amasomo yabo ku rwego rwa A0. Iyandikisha unyuze kuri wa@cur.ac.rw. Wanahamagara cyangwa ukandika ubutumwa kuri 07 83 18 86 26 cyangwa 07 33 21 46 78 cyangwa 07 88 52 41 98. Wanandika email kuri curkigali-campus@gmail.com. The only way to being found is getting lost. Hanyuma rero ugiye kutubwira impamvu zatumye uhitamo kuza gusaba akazi hano? Bwa mbere nza gusaba akazi hano nari nabitekerejeho, mbabarire. Murakoze. Mu by'ukuri numvaga mfite ubushobozi ndetse n'ubushake. So kutiteguye bihagije ni ukutaryama neza. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Tumerudi tena baada ya mapumziko kidogo, yani kila sehemu unahitaji kupumzika ili uendelee na kitu kingine. Sasa tuendelee na habari za nje ya nchi yetu kabisa. Tuanzie pale nchini Uganda ambapo polisi ya Uganda imempa viatu maalum Orepas Jovian ambaye kwa kawaida ni afisa wake baada ya kipindi alipopata viatu vinavyoweza kumsibu kutokana na mguu wake mkubwa sana. Ni kwamba askari huo alikuwa na mguu mrefu tena na mnene ambapo alikuwa hawezi kupata kiatu cha askari. Alhamisi idara ya vifaa kabisa vya imempa viatu vya kazi ambavyo vina ukubwa wa 17 kwa kiwango cha Mungu wangu Marekani, ikimaanisha vina angalau sentimita 33 kwa urefu kwa kutumia ukubwa wa Ulaya. Viatu hivyo vina ukubwa wa 52 kabisa. Polisi ya Uganda imempa viatu maalumu Orepas Jovian ambaye kwa kawaida ni afisa wake baada ya kipindi alipopata viatu vinavyoweza kumsibu kutokana na mguu wake mkubwa kuliko wa maafisa wengine. Alhamisi hii ni idara ya vifaa imempa viatu kazi ambavyo vina ukubwa huo kabisa. Mungu wangu, ni hatari sana. 17 kwa kiwango cha Marekani. Imesemekana kuwa ikimaanisha vina angalau sentimita 33. Ni kwamba mtu huyo afisa huyo alikuwa ana mguu mkubwa, kwamba watu wa maafisa wengine walikuwa wanavaa viatu kutokana bila tabu, wakienda popote wanatengeneza viatu wanawapa afisa huo, lakini yeye tangu miaka mingine iliyopita alikuwa hawezi kupata viatu kwa sababu alikuwa na mguu mkubwa sana, niseme mrefu. Ukiwa mnene unaweza kupata, lakini ulikuwa mrefu zaidi na zaidi na zaidi. Polisi ya Uganda walisema kwamba kuwa tangu alijiunga na polisi inajulikana kwamba PPC Orepas alikuwa na shida ya kutopata viatu vinavyomfaa kutokana na mguu wake mkubwa sana sana sana. Yani walisema sana, jambo lililosababisha kihukumu, kazi kuwa ngumu sana kupata viatu vyake. Mkurugenzi wa idara ya vifaa katika polisi ya Uganda James Apora alisema kuwa mtu huyo tangu huyo polisi ni mmoja changamoto nzito walizokuwa nazo zinazohusiana na ustawi wafanyakazi, jambo lililosababisha wamtumie maagizo ya viatu maalum kutoka kiwanda. Kuna kipindi ambapo nikiwa mdogo nimeona mtu ambaye alikuwa ana mguu mkubwa sana kikomo kwamba hana mtu ambaye anaweza kuvaa naye viatu. Sasa nimemwona mtu mwingine kana kwamba kupata viatu ni mpaka kwenda kiwanda au kiwandani. Jamani, PPC Orepas alimsifu polisi wa Uganda akisema kwamba kumpa viatu vilivyotengenezwa kwa ajili yake kulingana na ukubwa mguu wake sio jambo la kawaida. Zaidi kupewa viatu
bali ni ishara kwamba taasisi anayefanyia kazi ina thamani na kujali wafanyakazi wake. Hayo ni mambo au ni maneno alikuwa anawashukuru polisi ya Uganda kwa kumjali, kwa kumthamini na kwenda yani kutuma viatu kutoka kiwanda kwa ajili yake. Watu wengine walipata Uganda, lakini yeye ilibidi kwenda kiwanda hadi kiwandani ili waweze kupata kiatu chake. Hiyo ni habari kabisa, ilivuma nchi nyingi kwamba huyo mtu hawezi kupata viatu, ilibidi kwanza waende kiwandani ili waweze kupata viatu vya mguu wake. Tukimbia kabisa kwamba tuende Kenya. Tambia kwamba jioni Jumatatu hii Rais William Ruto wa Kenya alipokea viongozi wa nchi za Afrika Mashariki walioshiriki mkutano unaounganisha Ufaransa na Afrika. Sio Afrika Mashariki, ni Afrika tena na nje ya Afrika. Rais William Ruto alizungumza katika hafla hii akisema kwamba mbali na kusherehekea urafiki wa muda mrefu kati ya Ufaransa na Afrika, leo pia wanasherehekea kipindi kipya cha ushirikiano kati ya pande zote mbili zinazoshirikiana katika maendeleo, kuheshimiana tena na fursa kwa wananchi wao. Tuona mitandaoni Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akienda pale Kenya kushirikiana na katika huo mkutano kabisa, walikuwa marafiki rais wengi. Rais Ruto na mkewe walishiriki chakula cha jioni na viongozi wa nchi walioshiriki mkutano huo unaoitwa Africa Forward Summit kwa 2026. Kwa niaba ya wananchi wa Kenya, Samuel Ruto alimkaribisha kila mgeni aliyehudhuria mkutano huu, akishukuru kwa kuhudhuria na pia kwa kujitolea kuchangia maendeleo ya Afrika katika siku zijazo kabisa. Alisema anataka mkutano huo uwe msingi wa kufanya watu waje na watoe maoni sawa na kuongeza udugu kati yao. Rais ambapo miongoni mwa rais waliokuwa pale, Rais Paul Kagame pamoja na viongozi wengine wa nchi mbalimbali ni miongoni mwa waliokuwa wahudhuriaji wa mkutano huo, na amewasili Kenya Jumatatu hii. Ni habari zinazokuwa zinaanzia tangu Jumatatu hadi Ijumaa mosi. Tunakusanyia tu, kama ukwepo habari zote tunakuwa tumeshazikusanya. Ni mkutano uliokuwa